Haleluya, 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 haleluya. Asifiwe, usifiwe, usifiwe. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri tena huu. Umetupa nafasi ya kujifunza maneno yako. Baba, libarikiwe jina lako. Ninaomba neema yako Bwana ikamguse kila mmoja wetu aliyoko mahali hapa, ili kusudi Bwana upate kusema naye katika ufahamu wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunamwalika Roho Mtakatifu awe ndani yetu, atukamilishe kwa utukufu wako Bwana. Tunajiweka mikononi mwako, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Haleluya. Watakatifu, wana wa Mungu, leo tunataka tujifunze habari ya maneno ya Mungu yanayosema fahamu wakati wako, yafahamu majira yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mara nyingi hatufahamu majira yetu. Tumepoteza mwelekeo. Tumeangukia katika majaribu kwa sababu hatujafahamu nyakati zetu. Wakati mwingine kuna mtu anapitia katika shida, anapitia katika tatizo, anapitia katika jaribu, ni kwa sababu hakutambua wakati wake. Na kuna watu wengine wanakaa katika majaribu kwa muda mrefu. Anashangaa, ni kwa nini nimekaa katika hali hii? Umekaa kwa sababu hujafahamu wakati wako ambapo Mungu alifika au aliachilia baraka katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka unisikilize kwa makini leo. Mtazamaji wangu, kuna mtu mmoja ninazungumza naye jioni ya leo. Ninazungumza naye saa hii. Umejiuliza ni kwa nini? Kwa nini ninaomba lakini mambo hayabadiliki? Ninaomba, ninalitia jina la Bwana. Wakati mwingine umewaza kusema huenda Mungu hayupo. Mwingine amewaza huenda Mungu hanisikii mimi. Mwingine anawaza huenda Mungu anawasikia watu wengine tu. Hapana, Mungu ni Mungu wa watu wote wenye mwili. Anamsikiliza kila mtu. Kwa sababu gani? Yeye Mungu ni pendo. Haleluya. Mungu wetu ni pendo. Ndio maana alimwachilia Yesu kwa ajili ya watu wote. Hakumwachilia mwanae kwa ajili ya mtu mmoja au baadhi ya watu. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae kama sadaka kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili yako wewe, usijizuru. Isipokuwa jambo moja ambalo limetokea katika maisha yako. Wakati wa kujiliwa kwako, wakati Mungu alipoachilia baraka kwako, ukujua kama ni wakati. Wengine hawakujua kama Mungu ameshuka kwao. Hawakujua. Kwa nini? Kulingana na mazingira ambayo ulio nayo. Yamekufanya usijue kama Mungu amekujibu. Mungu anajibu watu wote. Isipokuwa Mungu hapendi mwenye dhambi. Hapendi dhambi katika maisha yako. Sasa katika kitabu, nataka tujifunze maneno haya kwa kifupi. Biblia inasema kwamba ufahamu wakati wako. Katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3 na ule mstari wa 1, anasema kwa kila jambo lina wakati wake na majira yake. Kuna wakati wako, kuna wakati wake na majira yake. Sasa wakati umetimia, ulipotimia, haleluya. Wakati ulipotimia wewe kubarikiwa, haukujua. Yawezekana ulipokea pesa, au niende moja kwa moja kwamba watu wengine, dalili za kuwa kwamba Mungu ameshakujibu, ya kwanza ni hii. Wakati unaona kuna mfumo au kuna pesa, kuna utaratibu wa kipesa katika maisha yako.
ujue huo ndio wakati wa kutengeneza maarifa. Huo ndio wakati, kama ni wakati wa kujenga, huo ndio wakati wa kujenga. Lakini wakati wa fedha zilipoanza, ukuziona kama zinatosha kujenga nyumba, kaendelea kupanga, wasema kwamba mpaka zije nyingi. Hapana, hicho kiupenyo Mungu ambacho amekiachilia cha wewe kupata pesa, ujue huo ndio wakati wa kutimiliza lile ambalo unatamani kulifanya. Sasa kama hujatambua wakati huu ndio wakati wa kupokea, wakati huu ndio wakati wa kupokea au wa kufanya lile jambo ambalo linalonisumbua. Nimetolea mfano pengine kujenga nyumba, na wakati huu unaziona zile pesa kama vile hazitoshi, unaona kama vile si wakati wake. Unaendelea kula nyama, unaendelea kula askilimu, unaenda kula vitu, unakula bata. Siku hizo wanasema unakula bata. Huo sio wakati wa kula bata, ni wakati wa kutimiliza maono yako. Kwa sababu hayo ni majira ya kupata pesa. Kuna majira yatafika hautakuwa na pesa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wakati mfumo wa fedha umeingia kwako, halafu baadaye ukujua kama vile huo mfumo utaisha. Wakati sasa pesa imeisha, ndipo unatamani kufanya yale ambayo ulitakiwa kuyafanya. Ni muda umeshachelewa. Sasa hapo ndipo unapojikuta kwamba unakaa katika hali ya jaribu kwa muda wa kutosha. Unaomba lakini unaona kama vile Mungu hajibu. Hapana, nyakati zilipita. Muulize Bwana kwamba mbona wakati wangu umekuwa ni mgumu. Mungu atakwambia wakati niliachilia kwako hukujua. Majira yapi unayoyaishi? Haleluya. Majira gani unayoyaishi? Wakati mwingine mtu mwingine anaishi majira ya dhiki. Usiseme kwamba mimi ndio wa hivyo hivyo. Hayo ndio majira yako ya kuwa jangwani. Lakini kumbuka nyakati zinakuja, ni nyakati za kuburudika. Hizo nyakati unazozipita za jangwani, mpendo wangu, ni nyakati tu ambazo zitapita. Hakuna nyakati zinazodumu milele. Hakuna wakati unaodumu milele. Hakuna wakati wa pesa wa kudumu milele. Haleluya. Upo wakati ambao utaishi jangwani. Upo wakati utaishi katika raha. Sikiza nikwambie mfano mmoja. Habari za Daudi. Ni nani ambaye angejua kama Daudi nyakati zitakuja kuwa mfalme? Wote walimdharau. Wote walimkataa. Hata ndugu zake walimtenga. Wakasema hafai. Haleluya. Kuna wakati wa kuonekana hufai, lakini kuna wakati wa kuonekana unafaa. Kwa hiyo nyakati zote Mungu ameziweka kwa ajili ya faida yake. Nyakati za jangwa, nyakati za ukame zinapotufikia, ni nyakati zinatufundisha, ni nyakati za kujifunza ukuu wa Mungu. Haleluya. Ni nyakati za kujifunza ukuu wa Mungu. Kwa sababu katika udhaifu ndipo Mungu hujifunua. Katika magumu Mungu ndipo huwa anaonekana kuonyesha uweza wake. Kwa hiyo wakati unapitia nyakati ngumu, ndio ujue nyakati hizo Mungu anataka kuudhihirisha ukuu wake katika maisha yako. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba shukuruni kwa kila jambo. Shukuru kwa kila nyakati. Nyakati zikifika, nyakati za pesa, mshukuru Mungu. Mtumikie Mungu katika hizo. Hizo ndio nyakati za kumtumikia Mungu. Ni nyakati za kuwekeza. Una pesa, ni nyakati za kuwekeza mbele za Mungu. Haleluya. Usiache kutoa. Ukisikia habari za changizo, ukisikia habari za kutoa sadaka, kuwainua waliokata tamaa, kuwaitegemeza wanyonge, hizo ndio nyakati za wewe kutoa. Kwa nini? Unapopanda namna hiyo, kwa nyakati zingine zinazokuja ambazo hautakuwa nazo, ziwe nyakati zenye umande. Ni nyakati za umande. Wekeza nyakati zako zinazokuja ziwe nyakati za umande. Zisiwe nyakati ngumu. Bwana ataweka milango. Ina maana unapoweka unawekeza. Unapotoa unawekeza kwenye hazina ya maisha yako ya baadaye. Zitambue nyakati zako. Utambue wakati wako. Itambue baraka yako. Tambua kila jambo Mungu analoliachilia katika maisha yako. Hapana, usilie tu kwa kila jambo. Wengi tumekimbilia kulia. Wengi tumekimbilia kulaumu.
kwamba mbona Mungu ameniacha, mbona Mungu amenikataa, mbona Mungu ananifanya hivi. Kama kweli Mungu yupo, mbona napitia haya? Usikimbilie kulalamika. Mungu anakupitisha katika fundisho. Weke ufahamu wako kwamba katika nyakati hizi nilizonazo, Mungu ameniweka niwe katika hali ya kujifunza. Mwambie Mungu, niko darasani na kushukuru Mungu. Ndio maana anasema shukuruni kwa kila jambo. Jifunze. Mwambie Mungu, nataka nijifunze ukuu wako. Mungu atakapofanya muujiza katika maisha yako, utajifunza jambo kubwa jinsi ambavyo Mungu alivyo. Kwa hiyo shukuruni kwa kila jambo. Kila jambo lina wakati wake, kila jambo lina majira yake. Hakunaga majira yanayodumu ya mvua miaka nenda rudi, hapana. Kuna nyakati za kiangazi. Hizo nazo nyakati Mungu ameziweka kwa makusudi yake, ili wanadamu wapate kupumzika, wapate kula vile ambavyo wamevilima. Na nyakati za masika, ina maana nyakati hizo za masika ni nyakati za kupanda, ni nyakati za kupanda kila ambacho kitakufaa wakati wa jangwa. Ndivyo maisha ya Mungu yalivyo, na ndivyo maisha yetu yanavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo usiwe mtu wa kulalamika. Kila jambo linapokupata, kila jambo linalokupata, hebu jaribu kunyanyua uso wako, zitazame mbingu. Mwambie Bwana, niko mahali hapa, nataka unifundishe katika hili. Mungu wetu ni Mungu wa kufundisha. Mungu wetu ni mwema. Mimi namshukuru sana Mungu katika hili. Namshukuru sana Mungu kwa nyakati zote ambazo nimezipitia. Nimepitia nyakati nyingi ambazo yawezekana wewe hujazipitia, lakini nimepitia nyakati nyingi na nimeona jinsi ambavyo Mungu anavyofanya miujiza, jinsi ambavyo Mungu anavyofanya katika shida. Daudi anasema katika shida yangu, na Ayubu anasema katika shida yangu nalimuita Bwana, naye Bwana akaniitikia. Katika shida utaisikia sauti ya Mungu. Sikiza nikwambie mtumishi wa Mungu, sikiza nikwambie mwana wa Mungu, kwenye shida ndiko sauti ya Mungu ipo.